Siku ya leo ni siku kubwa sana. Mungu anatusaidia kuwa mahali hapa, kuwa na siku ya leo. Ni furaha kubwa sana kuwa vile tulivyo siku hii ya leo. Haleluya. Hii ndio ile siku Mungu alikuwa anataka ifike. Haleluya. Ndio tuangalie. Hii ndio ile siku Mungu alitaka ifike. Ndio tuone ndani na nje. Si ndio? Hii ndio siku kubwa sana. Sijui kama kuna mtu ajui kama ni siku kubwa. Hii siku ni kubwa. Unajua sasa anasema ni kubwa hata watu wako unaona kama mchezo. Anasema wako huko. Praise the Lord. Si kawaida, mimi najua ni siku kubwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Sema siku ya kubarikiwa. Siku ya kubarikiwa ni leo. Ni leo. Siku ya kurejeshewa. Siku ya kurejeshewa ni leo. Ni leo. Siku ya kukumbukwa. Siku ya kukumbukwa ni leo. Haleluya. Amen. Yes, Mungu apokee sifa. Tunaendelea vizuri kabisa. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anaweza. Hii safari ya Mungu hii haitaki mchezo. Praise the Lord. Amen. Nitaongea na haya mambo ya Mungu amenituma nayo kuambia kwamba hii njia tunaenda nayo ndio Mungu anataka. Kwa majina naitwa Apostle Mliongi, nimeokoka Yesu ni mwema. Praise the Lord. Amen. Hii njia tunaenda nayo ndio njia inayofaa. Ambia mwenzako hii njia ndio inafaa. Hii ndio njia itakufikisha. Haleluya. Mwambie hii ndio njia itakutoa kwa magonjwa. Mwambie hii njia itakutoa kwa umaskini. Haleluya. Njia ni hii. Njia ni hii, hakuna ingine. Hii ndio njia ya kutuponya maisha yetu yote. Kama tuko tayari, tutaenda na njia hii na tutafika. Iko siku naongea hapa nikitumiwa na Roho Mtakatifu nasema wakati hatukuwa tumeokoka, hatukuwa na matendo mazuri, hatukuwa watu wazuri, tulikuwa mambo mabaya, si ndio? Yes. Okay, lakini tulifika wakati tukaokoka. Ni kweli? Yes. Tulipookoka yale mambo bado yako. Are we together? Praise the Lord. Na nikasema itafika siku mambo yale yalikuwa yanakusumbua ukiwa haujaokoka na ukaokoka yanaweza kupitia karibu na wewe, yadhibitisha ulifanya nini? Uliokoka. Praise the Lord. Amen. Kama ulikuwa mtu wa hasira, siku moja unaweza pitia mahali ufanywe jambo ndio uonekane kama hasira ilifanya nini? Haleluya. Tunaelewana? Jambo lolote ulikuwa nalo likotoka, linaweza kukuzuia. Linaweza kusababisha uende hapa ukanyange hapa ukanyange hapa ukanyange hapa mpaka maisha yako yakae tu hakuna msimamo. Hiyo jambo wakati uliokoka, kuokoka ni kumaanisha nimebondeka, nimekubali sauti ya Mungu, nimekubali kutii Kristo, maana hakuna mwingine aliye juu ya huyo. Praise the Lord. Amen. Kuokoka ni kumaanisha nimekubali Kristo ndani yangu, anibonde, anitayarisha, anitengeneze, aniumbe vile. Watu wanajua kuimba nyimbo wakisema Mungu nitayarishe vile unataka, lakini akiingia kutayarishwa hata kadogo hawezi kubali. Ni wimbo tu anaimba kwa sababu mwenye wimbo alifanya nini? Aliimba. Unasema Mungu nisaidie, Baba nifinyange. Unaimba ngaje nifinyange? Nifinyange sangapi? Nifinyange. Unifanye sisi wewe. Sinaona kuimba vile kuna urahisi. Na ukivina mara moja ni hiyo, na hiyo ndio njia tutaenda nayo kuhakikisha kila mtu amekomaa vile inafaa. Na Mungu akaniambia niwaambie hivi, ni kwa sababu kule tunaenda hakuna mchezo. Praise the Lord. Mungu akaniambia niwaambie hivi, ni kwa sababu mambo yote yale Mungu anafanya tutayakubali Mungu afanye na sisi, kwa sababu kule tunaenda, kule tunaelekea hakuna mchezo huko. Tunaenda kudimu na waganga na wachawi na kila aina ya mapepo. Praise the Lord. Na kama hautakuwa umekubali
ukubali njia za Mungu akufinyange, akutayarishe vile unataka, na kuambia hautaweza. Hapa tunaenda kuna hatari kubwa. Tunaenda kutekua ndoa zetu, tunaenda kutekua maisha yetu, tunaenda kutekua watoto wetu na mashamba yetu, na vile tunaenda kutekua vitu hivi. Wale walichukua, praise the Lord, wale waliteka nao pia ni wanene. Haleluya. Wako na nguvu, ni wanene, wanahitaji kuja na nguvu zaidi ya hii. So ukiingia huku na mazoea na mambo uliyokuwa nayo zamani, ati wewe hujakubali ufinyangwe, hujakubali utayarishwe, utengenezwe na Mungu, hautaingia. Ndio Daudi aingia aende akamuue Goliathi. Akaniambia niwaambie hivi, alimalizana na simba kwa kweli. Ndio Daudi aitwa Mungu amwambie twende sasa ukapigana na Goliathi, mtu mrefu mkubwa mnono, ako na uwezo, mpaka anaangalia Daudi hivi anacheka, anasema nani ameleta hapa? Ni nani ameleta hapa? Daudi naye anasema huku bugani nimeua simba na nimeua ndugu. Sasa saa ile simba inapitia karibu na wewe, ushindwe kuua hii kitu saa hii, ushindwe kuua hii roho saa hii na kusumbua, ushindwe kuua hii hasira, ushindwe kuua haya mambo yanakusumbua. Usiseme unaenda kupigana na Goliath. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Usiongee mambo ya Goliath. Uwa simba kwanza. Uwa hii kidogo kwanza saa hii. Usimame katika nafasi yako na utangaze kwa jina la Yesu, mimi niko tayari. Nitaingia, nitaenda. Wewe simba na kuvunja. Unaweka simba chini kwanza. Alafu sasa enda ukafesi Goliath ambaye sasa ni mtezi wa kabila yote, ya maisha yenu yote, ya nyumba yenu yote. Amezuia mafanikio pande zote. Huyu unaenda kukutana na yeye ni kwa sababu kuna mambo mengine umefanya. Huwezi enda kwa Goliath kama hauna imani. Huwezi enda kwa Goliath na hasira. Huwezi enda kwa Goliath ukiwa na mchoyo. Huwezi enda kwa Goliath ukiwa na wivu. Hautafikia huyu. Lazima umalizane na masimba hapa. Kumbuka Goliath anashika nini? Mkuki. Na ako pande na wajeshi yake. Na wote wanaangalia David. Hata afadhali simba, nafikiri simba kulingana vile huwa naelewa na vile huwa ninaona ndivyo naweza fanya simba ikinijia nikiwa na mkuki. Huwa naweza ngojea ifungue mdomo ikija upande wa kwangu tena. Sasa ile imepungua hivyo niingize na I think ndio Masai wanafanya, si ndio? Sasa ile inakuja kama imekukimbisha hivi ndio kurukia inakushikanga hapa, ikuume hapa ndio inafanya hivi, unaingiza mkuki kwa hapo ndani. Nafikiri simba unaweza iweka chini. Lakini huyu anakuongeleza na kuambia wewe, na ako na historia kubwa ya kuua. Ako na historia kubwa ya kuua, yaani hakuna yote anayepitia kwake akabaki. Hakuna yote anayepigana na yeye akabaki. Sasa huyu ndio unaenda kufesi kumwambia mimi nimekuja. Anakuangalia anacheka na unaona anacheka kwanza. Anasema ni nani sasa ameleta huyu na yeye? Kwani alikosa mwingine wa kuleta ndiye alete huyu? Haleluya. Utawezaje kutoboa hapo kama hutakuwa umemalizana na mambo haya madogo ambaye ndiye atakupatia Mungu ndani yako uweze kumwendea Goliath ukiwa na Mungu? Na haya mambo madogo haya mambo ndio yataweka Mungu ndani yako. Mungu akiingia ndani yako sasa akutume, akwambie sasa nenda kwa kazi yangu. Unaenda kukabiliana na makina Goliath ambao wameishi kuzuia familia yenu, maisha yako. Wako huko mbele, hapa sasa ni kujitayarisha. Imesema safari ndio hii na tutaenda hivi. Mungu anasema safari itaenda hivi. Wakati ungependa iende hivyo. Haleluya. Iwasaidie. Haleluya. Kwa sababu njia ndio hii. Tusipokubali kuua simba, hatutafikiria kuhusu kuua Goliath. Usipokubali wachana na mambo haya madogo unaona hapa, hautaweza kufika. Hata ukidanganywa hautafika. Itafika siku Mungu anatokea, mambo itabadilika. Yaani hata wakati Mungu anakuja anarekebisha mambo yake. Mungu ananiambia niseme kwamba watu wajue njia ndio hii. Kubali ubondeke wakati huu. Kubali unyenyekee mbele za Mungu wakati huu. Maandiko yalituambia Nemedari alirusha mshale pasipo kujua alirusha wapi. Lakini ninaona ilienda ikabadilika na ikateremka. Na imedunga. Praise the Lord. Amen. Tuko pamoja? Alifanya kazi tu. Alifanya kazi bila kujua amerusha wapi. Hivyo ndivyo tunaendelea saa hii. Wewe ambaye uko hapa siku ya leo, jitayarishe utumikie Mungu wa haki. Jitayarishe ukijua ya kwamba uko tunaenda, tutaingia na madhabahu ya zamani. Tutavunja yote, tutaingia tukiwa wasafi. Tutaingia na mawazo safi.
tukaingia na upendo safi, tukaingia na neema ya Mungu ikiwa ndani yetu, ili tuende tukabiliane na wale wako huko mbele, ni wakubwa, ni wanene, wanahitaji kuja na Mungu. Usipoenda huko na Mungu unadanganyika. Lazima tumpate Mungu hapa. Haleluya. Nisema kuna safari nyingine ya kwetu huko, tunaenda huko Turukana, unapita na hiyo barabara huko, unaenda sama nini hiyo Isiolo, unapita Isiolo unaenda Marsabit, unapita huko. Ikifika huko mbele ukitaka kuvuka mpaka unakuta kuna maskari huko wa kuingia kwa lori ndio watu escort. Wako kuna mahali USB. Sio? Askari wanakaanga huko wakungojea lori gari hizi sehemu za mchana. Tukifika huko na lori sasa askari wanaingia, alafu wakuvusha, alafu warudi. Praise the Lord. Amen. Ulikuwa unabeba maji, tulikuwa tunabeba maji. In case ukute askari hapo uwe na maji, sababu wale nao wako huko wakichakani na wako na shida ya maji na wanahitaji maji zaidi, hawanaga maji. Nao wakikuona hivi, wakiona mitungi juu, wanaanzia kusimamisha na bunduki wakiwa huko, wanakwambia simama. Sasa mandara wakuue, unawapatia maji, wanakwambia wewe pita. Because maji wanapiga risasi. Kwa kazi. Haleluya. Amen. Unafika hapo unachukua askari ndio wako escort uingia wapi? Haleluya. Amen. Tunastahili kujipanga kuchukua Mungu wapi? Unaelewana? Yes. Ujipanga uchukue Mungu hapa. Hapa unakasirikia ndio unafaa uchukulie Mungu hapa. Hapa unasema upendi ndio unafaa uchukulie Mungu wapi? Hapo unaona yote yale yanakuja kwa mawazo yako. Hapo ndio unafaa uchukulie Mungu hapo. Ujue pale tunaenda huku, lazima escort yako iwe ni nani? Ni Mungu. Usipokuwa na Mungu hautapita. Usipokuwa na Mungu hautaweza kuingia. Usipokuwa na Mungu hautaweza kuingia huko, hautaweza kutegua hayo maisha. Na ndivyo tunafaa kwenda tukiwa hivyo. Jiami leo, jipange leo, tunaenda kutegua maisha yetu. Hakuna kucheka na hakuna mchezo iko huko. Hata Goliathi anatukana Daudi sana, namwambia kaweka kijana nitakumalizia saa hii. Hata nikumalizia mapema nirudi. Lakini David anamwambia wewe unajistua sana, unaziona sana kwa sababu unanikujia na panga, unanikujia na vitu hizo zote, lakini mimi niko na roho wa Mungu. Ona mahali David alichukua Mungu ndiye akaenda naye vitani. Na saa hii ndio Mungu anatuandaa tuchukue neema yake tuingie vitani. Lakini vile tunavyoangaliwa, nimesema watu wanasema ni vinyange, lakini ni vinyange yenye haina msimamo. Haitakubali kufinywa. Ni kuongea unaweza sema ni vinyange baba, ni vinyange. Na ukifinywa uingie, unarudi ule. Sijui kwa nini Roho anaongea hivyo. Ametuangalia na ametupima sisi ni wake. Si ndio? Na ametujua sisi ni watoto wake. Kwa hiyo hata hatuna haja ya kufunika mioyo yetu. Kuna haja? Hakuna haja. Ni yeye amesema ni yeye tuangalie. Akisha sema amesema na akaenda. Alafu sasa anaenda kutuangalia na kutuchunguza. Anatupenda, anatuchunguza hata wakati tumepoka peke yetu. Hata wakati ule unajifikiria ukiwa peke yako hapo. Hata saa ile unakunywa kikombe ukiwaza hapo. Sasa anatujua vizuri. Ndio maana anatuambia mambo haya. Anatuambia tujitayarishe kwa sababu ya kule tunaenda. Tukiingia tukiwa na ukawaida, anatuhakikishia hata leo kwamba kutakuwa na uzito mgumu wa kuingia. Usidanganywe utaingia na wivu hata kidogo. Usidanganywe. Utafurahia matendo ya mtu mwingine. Utafurahia baraka za huyu mtu. Utafurahia huyu mwingine akibarikiwa. Aidha ni njia gani, aidha ya kifedha ama ya kiafya ama ya kiutumishi ama gani, utakuwa mstari wa kwanza kufurahia wema wa mwingine ndio Mungu akuangalie. Praise the Lord. Amen. Nilipotumwa na Mungu hapa sasa, mimi niko hapa nikingojea mtu wa kutoka mahali popote. Hawa wametoka Kenya, hawa wametoka nje ya Kenya. Mimi nangojea mtu nimwambie habari ya Mungu. Haleluya. Pasipo kutaka kujua zaidi ya hayo ako wapi. Ninapohubiri injili ya aina hii, wengine wanaikataa. Wengine wanashindwa na hii, lakini hii ndio itaenda. Wale wanataka kwenda na hii ndio unaona mji uliangamia. Mji uliharibika. Injili ilikosekana. Kanisa likakosa nguvu. Sasa likatukanwa mpaka likafikishwa mwisho. Kanisa linatukanwa hadi leo. Ako wapi yule Mungu anayewasaidia? Ako wapi yule Mungu aliyewapiga mliosema atawapigania? Ako wapi Mungu wenu? Kuja uone Mungu wetu anavyotupigania. Praise the Lord. Nikasema wakati huu tuko naye saa hii, yule Mungu atahubiriwa ni Mungu wa ukweli. Na ndiye atafanya kazi.
Na kanisa nikawaambia nimeona mpaka umewekwa. Wacha niseme tumalizie. Mpaka ukawekwa mkubwa sana wa kugawanya kanisa la zamani na kanisa la sasa. Kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika injili hii, na ile injili ya pokea ya uongo na kufunikwa haitaenda. Hautaenda huko. Nimesema David ameingia kwa sababu kuna kazi amefanya. Inamsaidia kujengeka imani. Hata ninaposimama hapa nasema kuna siku nilitulia mahali, hata nilipokemewa, hata nilipoambiwa kitu, hata nilipopata mtu anipendi, nilitulia nikamwamini Bwana na Mungu akaja akanisaidia. Kwa hivyo lazima upitishe mahali ambapo akasema kama unaingia kwa hiyo familia unasema hii nyumba unasema ilivunjika, hii nyumba unasema haisimami, hii maisha unasema hauna rafiki, hata uwezi tembea na mtu mwezi tatu anachukia maisha yako na anakuacha nyuma. Ni kwa nini? Tuangalie sasa, tunataka kuingia huko na tutaingia by force. Haleluya. Tutaingia by force, tutapigana vita by force na tutakuwa hadi zetu. Hatukuji kupembeleza kwa saa hii. Ingelikuwa ni kupembeleza, tulipembeleza miaka mingi na haikuingiana. Ikweli? Yes. Tulipembeleza miaka mingi sana mpaka ukasema wewe ukajiangusha ukaenda chini ukafikiri wacha ile ufanye kila kitu ndio uone ni hapa ndio mambo itaharibika zaidi. Ama sio hivyo? Ulijiachilia yake yote. Ukajitolea, labda hata ukajitolea, wengine wakajitolea mpaka na vitu zao walizotafuta na mifuko yao. Wakijaribu kusema kawacha tuone kama hii nyumba itakuwa sawa. Hata tuone kama hapa kutakuwa sawa. Lakini kawa hiyo yote ulifanya yote haikuwa hiyo. Kuna hii sasa inauma saa hii. Kuna hii sasa inakustua tena saa hii ndio itahitajika hii. Hii ya kuua simba alafu uingie na ujasiri. Upigane na ujasiri. Hii ndio itakomboa familia. Praise the Lord. Hii ndio itakuambia kuna maisha yako yaliharibikia. Hakuna ingine, ni ya kutafuta utakatifu wa haki, si wa unafiki. Ni upendo wa Kristo wa haki. Hii ndio itasema ni wapi walichanganya, ni nani alichanganya, ni nani aliingilia maisha yangu yakakaa hivi. Nimesema baba yangu hajawahi hubiri, mama yangu hajawahi hubiri, hakuna mtu wetu amewahi hubiri. Lakini pamoja na hayo yote nikasimama katika nafasi ya kutangaza inawezekana. Praise the Lord. Inawezekana. Hata waliponitaka wakati usiofaa, ule Mbaisana amesema ni wakati ule aliwaambia hapana, watu wangu ni hawa kwanza. Akatina hawa Yesu kwanza. Nikawaambia ngojeeni kwanza, tulieni. Kuna kazi ninafanya. Lazima niue simba hapa kwa sababu ninayemwendea Goliath. Praise the Lord. Tunaelewana? Nikawaambia nipe nafasi niue simba. Walitaka kunipeleka mbio. Ndio sasa nisiue simba. Nisingeua simba, singesimama hapa kwa sababu singekuwa na imani ya kunisaidia. Uniambia ile simba uliua siku ile. Kama uliua simba hata huyu Goliath ndio anasimama hapa utamweka chini. Usiwe na wasiwasi, utasimama. Kanisa litasimama. Kazi ya Mungu itaendelea. Wewe kumbuka ile simba uliua. Haleluya. Praise the Lord. Tunahitaji kuwa na msimamo. Wewe tembea na Mungu vile inafaa. Simama, amuka asubuhi kama Mungu anatafuta hivyo, mtafute hivyo kama vile wengine wanafanya. Yule asiye tayari kwenda hivyo, nataka kukuambia bado hata kuwa ameingia katika njia ya kufika kwa ahadi yake. Iko tight kabisa. Hata sasa tunasikia inafinywa tena. Inafungiwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Iko hivyo tight tu. Inamaanisha kuna kitu inataka itokee vizuri. Inamaanisha kuna roho anataka kupata mtu hapa. Anataka mtu hapa ambaye sasa huyo mtu akisimama hivi, mataifa yatatetemeka. Praise the Lord. Ni yule anatafutwa tu. Mtu ambaye atasimama tu hivi, roho zote za madhabahu za mchuuzi itatii. Akisimama kuongea hivi, hiyo familia inaishi kusumbua itatii. Hayo madhabahu yanaishi kutesa familia ya tatii. Hizo laana ziliachiliwa na waliokufa zikasikia zikiwa huko makaburini. Na ziachilia familia na watu waendelee. Kwa uwezo wa Yesu Kristo hakuna mwingine. Ukiona Mungu anapanga na anakuja anaongezea, anawaambia hapana, msiseme tutalegeza. Hata Yesu akawaambia msifikiri nimekuja kutoa sheria za Musa. Nimekuja kuzifanya nini? Ziweka mkazo. Ndio usifanye kazi zaidi. Ndio mfanye mwende mbele ya hapo. Naweza kukuambia kaza kamba. Ndio tunataka kuanzia safari. Kaza kamba ndio tunataka kuingia kutekua maisha yetu.
Praise the Lord. Huu ndio wakati tunamhitaji Mungu atupiganie, atusaidie, lakini kutupigania kwetu kuna jinsi Mungu anataka tuonekane. Nimesema hatuiki huko na wivu, utakuwa umekanyanga mara mbili. Ni kama utakuwa unatumikia mabwana wawili, na anasema no, hauwezi. Lazima utumikie Bwana mmoja. Lazima ujiandae kutumikia Bwana mmoja, kwa sababu kule tunaenda si mchezo, tunaingia kupigana vita. Tunaingia kutegua baraka zetu. Angalia uone vile wamechunguza maisha yako, ana mahali umefika. Angalia vile wamefanya mahali wamekufikisha. Ukicheza na hawa utake kuwatekeza na kuonyesha ukawaida, na hii anga yao na madhabahu zao, watakumalizia hapo pamebakia. Ni kweli? Watamalizia. Maana kama ni kazi unatafuta miaka yote hiyo, usidhani kazi iko mbali sana. Kama ni maisha ndio umetafuta miaka, usidhani iko mbali sana. Kama ni utumishi umetafuta muda wote, usidhani kwamba uko mbali sana. Lakini unaangalia unaona hapana, kuna mahali utafunga vizuri kamba, upigane vita uingie. Hata wakati Roho wa Mungu anapokuja kukusaidia, huwa unanungunika, huwa unasema hapana, unakataa. Lakini wakati ule tuko naye, haleluya. Wakati ule tuko naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Sijui kama umewahi enda mahali ukapewa gunia ama ukavuna gunia yako ya mahindi, alafu ukaokota kamba hapa ya kufunga gunia, lakini ukiangalia iko wiki. Kuna wakati ulikuwa unaikaza ila na nguvu uone kama inakatika, ifanya nini? Ulifanya hivyo? Ndio ikuambia kama itafunga hii gunia ama kama itafunga. Unaona hata hapo leo unaivuta hivi na nguvu kwanza kabla hujafunga. Inakwambia iko strong, halafu unaanza kusokota nini? Ni kweli? Yes, hii inakuambia basi kifunga tutaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hautaki kumwaga vitu zako kwa barabara. Kwa barabara usipokuwa mwangalifu hapa, usipime usikie uko sawa, umejifunga vizuri vile inastahili, utamwaga vitu zingine kwa barabara ukienda na utafika nazo. Na huu ndio wakati wa kujiandaa. Mungu akaniambia niwaambie safari itaenda hivi. Itabidi ufungue moyo wako vizuri. Utabidi sasa tumefika. Iko siku nikahubiri hapa na Mungu akaniambia sema injili itabadilika. Nilisema hivyo. Watu wanasikia unasema tu hiyo sana inaisha. Wanasema hai, sasa injili itabadilika. Nikasema naona injili ikiambiwa itabadilika, tutaenda kwa mambo mengine. Hii ndio itakuwa inahitajika sasa ya kutusaidia ndio tuweze kuingia. Injili inabadilika. Sasa tumeletewa injili chakula kigumu. Kila Paulo alitaka kuwapelekea watu mapema. Si ndio? Amewapelekea chakula cha kuwasaidia. Ndio sasa imefika chakula ya kutusaidia. Kwa sababu kule tunaenda, mahali tunaenda sio sawa, hatuko hivyo kawaida. Kuna wengine wako huko na wanahitaji mtu aliyekomaa. Wanahitaji mtu aliye na kila kitu. Hakuna kusema kuna kitu niliacha, nilisahau na imani. Nilisahau na upendo. Nilisahau na nini? Wacha niende. Hakuna siku ya kurudi. Ukiingia unaingia ukiwa set. Full set, uko na kila kitu. Ukija kwa upendo kwa namba 1. Wakikuingiza kipimo ya kupima imani, uko top. Hakuna kitu inaweza kukununua, huwezi uzwa na chakula, huwezi uzwa na vitu vya dunia, uko top, uko 100%. Inasoma huko juu. Wasema huyu hatumwezi. Itabidi tutoroke. Praise the Lord. Vile amekuja huyu tutaondoka. Hata wakasema, hapana. Wamejaribu kuangusha kupigana nayo, lakini wanasema, hapana, hatutawacha. Kuna siku ilikuwa kama ya leo. Mungu tulia alikuwa mahali pengine. Alingojea Mungu lakini hakukuwa sawa. Nimekuwa nikisema hakuna kucheka, ilikuwa hapo. Hakuna hiyo mtu anataka upembelezo ufanyiwe hivi, ufanyiwe video useme ndio utaenda. No, unahitaji ujue wale tunawaendea. Wale tunaenda kuwauliza maswali ni wakubwa na wako hapo, na pia na wako na majibu. Ukiwauliza wanakujibu. Omba vizuri uone kama hutasikia sauti. Jana nikasema hapa mimi nimeiona hiyo pepo, hizo mapepo makubwa hayo meusi, haya makubwa watu wanasema ni meusi, makubwa zaidi. Na yanaongea, hata yanakuambia chunga sana hujafika hapo. Chunga sana hujafika hapo. Hiyo sauti imetoka wapi? Na uangalia uone ni kitu kubwa kinasema uchunga sana. Wakati huo ndio unataka kuendea ndoa yako, umejifanya sasa, umejipanga sasa ndio unataka kuingia. Usipokuwa na nguvu, watakapokutokea watakuondoa tena. Watasambaratisha. Lakini saa hii, haleluya. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Unataka hii kweli? Yes. Twende nayo? Yes. Itawasaidia? Yes. Tusomee Matendo ya Mitume 13 hapo chini kidogo. Usisome hapo juu. Usome hapo chini. Matendo ya Mitume 13 nataka tuanzie mstari wa 4. Tunasoma Matendo ya Mitume 13, yes, kuanzia 4. Kiingereza ni hard. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 4. Mitume wanahubiri kule Kupro. Okay, mitume wanahubiri kule Kupro. Mambo haya tunaenda kusikia ni haya tu nimeongea. Kwa sababu sasa mitume wanahubiri kule Kupro. Wanaenda kuhubiri hawa watu. Ukipanda hapo juu ni pale walikuwa wanatayarishwa. Andiko linasema hapo juu kulikuwa na kanisa lingine. Mstari wa kwanza inasema kulikuwa na kanisa katika kanisa la Antiokia. Katika kanisa la Antiokia kulikuwa na watu wengi, waliokuwa manabii. Yes, na walimu. Asante. Hapo juu inaongea kuhusu kanisa la Antiokia. Kulikuwa na manabii, kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wanatabiri, walikuwa wanaimba. Kama vile tu kanisa iko hivi, kwa kanisa haifai kuwa nabii, watu wanafaa kuwa wamejaa hapa huko na roho tofauti. Praise the Lord. Kwa hivyo kanisa vile iko hivyo. Okay, hapo juu watu hao walikuwa wanatayarishwa. Hapo mstari wa 4 sasa wanatumwa. Wanapowatumwa hawatumwi na wengine. Maandiko yanasema sasa wakaachiliwa waende zao. Hebu soma mstari wa 4 sasa. Basi Barnaba na Sauli walipokwisha tumwa na Roho Mtakatifu. Wakashuka hadi Seleukia. Na kutoka huko walipopanda meli hadi kisiwa cha Kupro. Haleluya. Unasikia sasa hapo mstari wa kwanza ni pale sasa wameteuliwa. Hapo mstari wa kwanza ni pale walikuwa wanafunga wakiomba, si ndio? Hapo mstari wa kwanza ni pale walikuwa kanisani wakisikiza neno wakihubiriwa. Hapo mstari wa kwanza ni pale sasa wanatayarishwa kwa ajili ya kuingia kutegua baraka zao. Hapo mstari wa kwanza ndio wanatengenezwa sasa wakubali na wao wawe watu wanaenda kule Mungu anataka waende kwa ajili ya ukombozi. Huo mstari wa kwanza unaongea kuhusu kutayarishwa kwao. Mstari wa 4 unasema sasa wametumwa, wameachiliwa waende. Praise the Lord. Amen. Sasa wawekeeni mikono. I think mstari wa 3 inasema, mstari wa 3. Basi baada ya kusali na kufunga zaidi wakawekewa mikono wakawaasha waende sawa. Basi wameachwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sasa kile tunampungu anapoongea mambo hapa, anasema wewe si baba mzuri tumikia Mungu. Kwa haya mambo yote ni kwa sababu kule unaenda kuingia. Hii ndio unaenda kuingia, unaingia wewe. Kwani utaingia na wewe? Haleluya. Amen. Hiyo kazi unataka kwenda kufanya, tutafanya na nini na wewe? Hapana, angalia uone kuna mahali inafika. Mungu anataka uwe umemaliza kozi, umemaliza mambo yote, umejua, umeelewa, umesoma, umekubali, umegomboa kila kitu, kwa sababu kuna nafasi anangojea hapa mbele ambaye anaenda kukupeana peke yako. Sasa usiende huko tena kusema sikuwa na majini za kutosha, sikuwa na hiki. Hapana, naye kwa sababu kuna unaenda hatuko sawa, bado kuna kazi, kuna mambo unaenda kufanya, kuna kazi ambayo itaonyesha hapa walikuwa mstari wa kwanza, wa pili na wa 3 inaonyesha kwamba kama walikamilika vile inafaa. Maandiko yanasema alipowaekelea mikono wakawaacha waende zao. Sasa kwa maanisha mumekamilika. Tunawaambia mumekamilika, si ndio? Yes. Tunaenda kushuhudia watoto wakipewa degree, si ndio? Yes. Yes. Ili tushuhudie si amechukua hiyo degree ama? Yes. Tunaenda mpaka tunapiga sherehe. Tunaenda kushuhudia mtoto wa fulani vile amemaliza mpaka anatuonyesha amen. Imekamilika saa hii mnaniona hapa. Sasa tunamwamini. Kama ni daktari tunaweza kumwambia basi chukua mtu, hata tunaangalia pande hii, fanya vile unataka na yeye. Haleluya. Amen. Hapa sio hivyo? Yes. Kwa sababu tulishuhudia amekamilika. Ona safari hii tunaenda saa hii. Funguka macho kidogo, Mungu akusaidie na masikio. Uangalie uone hapana. Kuna mambo Mungu anataka tuyachukue vile yanafaa. Kuna vitu Mungu anataka tutoe ndani yetu. Kwa sababu lazima tukamilikie hapa.
lazima tuue simba hapa ndio tukuendee Goliath. Lazima tupinde mambo yale madogo yote yaliyotusumbua hapa ndio tuingie kwa imani. Lakini kama haujakamilika hapa, hata kwa hiyo ndoa itakuwa shida, hata kwa hiyo familia itakuwa shida, hata kununua shamba itakuwa shida, hata kufanya nini itakuwa shida. Enda kwa biashara, ukuta unafungua mlango leo, kesho wachawi wanazunguka kwa duka yako. Praise the Lord. Amen. Ni kweli. Ukuta wanazunguka na maneno wakifanya vituko na taa wamebeba sui ya mkwati ya nini, wanazunguka wakisema ndio wapigane na hii kazi. Usipoingia hapa uende kama umekamilika, hautawaweza. Praise the Lord. Enda kwa ndoa, ukuta mipango ya kando imejaa. Wapi hakuna kuhitaji kukamilika kwako, ndio utakapoenda kuingia katika maisha hayo, uingie kama kila kitu nakiendea na ukamilifu. Imetosha, nimekamilika, wacha niingie. Watu wa leo wanataka kuingia na wivu na uongo na tamaa. Zitaingiaje? Na Mungu anasema no, lazima hizi vitu zote ziachwe nje. Tuingie tukiwa sisi, tamaa itaisha, uongo utaenda, wasiwasi itaisha. Uingie na imani iliyokamilika kwamba ninaingia kutekua na nitarudi na vitu zetu kwa jina la Yesu. Ninaingia vitani kupigana vita na nitarejesha mashamba ya baba yetu kwa jina la Yesu. Ninaenda kupigana vita na maisha haya walisema hayatapona, yatapona mchana hadharani wakiangalia na macho yao. Haleluya. La sivyo itakuwa ngumu kuingia. Maandiko yanasema wakawekelea mikono, wakamalizana nao, wakawaambia sasa endeni, tutajua baadaye kama mlikuwa hapa mko sawa. Unataka kutumwa? Ndio maana kuna shida ukituma mtu kwa biashara inaning'inia, hata unaogopa, unaona hajakamilika. Ndio kuna hatari. Mtumishi ako na kazi nyingi sana, kwa sababu anataka kuachilia huyu mtu. Aidha anaona huyu mtu ni tamaa inamuinua, ama aidha ako na wasiwasi ya moyo, anamwambia basi hakuna vingine, wacha tu tuende ukafanye. Lakini anajua itakuwa na shida, kwa sababu mtu huyu hajamalizana hapa. Akienda atawakuta huko kwa uwanja, ni wakali na ni wakubwa wanamngojea, ana nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. Yes. Ndio hayo maisha. Ndio hiyo hali. Ndio hiyo kazi. Tunaenda huko tukiwa tumekamilika. Lakini watu wengi wale tuko nao sasa, na hata wewe ujiangalie kama ni mmoja wao, hawataki kukamilika hapa. Wanataka kujijaza moto wenye ni wa makaratasi. Na nilisema usipende moto wa makaratasi, unazimika haraka. Weka kuni, weka moto wako polepole. Komboa kitu na kingine. Pigana na roho na ingine. Iweke chini mpaka ukisimama hivi roho anasema uko sawa. Nimesema ukiingia upendo unawekewa tiki. Wakiingia kwa huruma uko sawa. Wakiingia wakute huyu mtu kiimani ako sawa. Sasa uendee huko aseme sasa tunawekea mikono, alafu tumwambie tunakutuma kwa hiyo ndoa yako. Enda sasa ubarikiwe na kila kitu itakuwa sawa. Hata ukiwa huko unajua mambo yote yako sawa. Alipowatuma watu hao akabaki akasema nimewatuma watu ambao ninajua. Haleluya. Wataenda kazi, watafanya kazi vizuri. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Yes. Wataenda watafanya kazi vizuri kwa ujasiri na kwa nguvu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekomaa, wamejua, wako sawa, hawakuhangaika. Haleluya. Hawakuhangaisha mtumishi, hawakuhangaisha mtu yoyote, walisimama na vitu vyao, walisimama na pesa zao. Mungu akawapenda, akawajalia neema. Leo hii wanapotumika hivi hata uwawezi. Kuna watu hata ukipigana nao uwawezi, sababu kazi walioifanya kwanza ndio inaongea. Haleluya. Kuna watu hata akinyamaza, asipoomba, hata ukimwelekea hivi, nilisema malaika peke yake ako upande wake, utamuona kazi haraka. Utamuona kazi tu ametokea mara moja, anaanzia vita. Ni nani huyu anataka kuataki huyu? Utamweza. Unakuta neno moja kwake ni kama risasi 20 zimeachiliwa mara moja. Huyu mtu fuata nyuma huku kuta amemaliza kazi. Haleluya. Kuna mambo amepitia huku, amemaliza huku, amemalizana, ameambiwa nenda. Na ndio watoto wasikia walipotaka kwenda na ukawaida, waliambiwa no, hapana, huku tunatambua wenye wanakuja huku. Huwa pande hii wamemaliza na wako na anointing yao. Ndio tunajua Paulo, na ndio tunajua nani? Sema Yesu. Si ndio hiyo? Ndio tunajua Paulo, na tunajua
Yesu, lakini nyinyi mmekuja na barabara gani? Wakakuta watu wapo wako na ukawaida, wanataka kusema hata sisi tutahubiri, hata sisi tutafanya, na hawakuwa wamekamilika. Wakaambiwa kujeni hapa, wakapigwa mchana wote, nguo zikaisha, kwa sababu yani hawana hizo vitu. Wanasema zinastahili, unataka nikuachilie, unataka niachilie, uko sawa na hauko sawa, ukupake mafuta ukaangamie mbele. Hiyo ndio mnataka? Hapana. Praise the Lord. Amen. Ndio hii safari. Soma. Walipofika Salami, walihubiri neno la Mungu katika masinagogi. Wakaanzia kuhubiri neno la Mungu katika masinagogi wa Kiyahudi. Yohani alikuwa msaidizi wao. Na Yohani alikuwa hapo, alikuwa msaidizi. Walitembea toka upande mmoja wa kisiwa. Wakatembea toka upande mmoja wa kisiwa hadi upande mwingine. Hadi Pofa. Pofa. Upande wa pili. Na huku alimkuta mchawi mmoja, Myahudi aitwaye Bar-Yesu. Sasa wamekuta pastor? Hapana. Sasa hiyo training iko number 1. Hiyo training pale kanisa la Antiokia kulikuwa na mahubiri wengi, walikuwa wanaomba, walikuwa wanafunga. Hiyo training yote mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, ndio tuingie nne tusikie ameenda kukutana na mchawi. Wameenda kukutana na wachawi, wameenda kukutana na mapepo. Mimi nakwambia mambo yale unaenda kuona pande hii. Hizi nyumba mnaona zinaendelea, si ati ni rahisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna misingi inasababisha zifanye nini? Siendelee. Ni ya Mungu, haina shetani, ni ya Mungu. Hiyo ndio inasaidia, inaenda tena ikiendelea. Unaambiwa ingia hapa, uonyeshwe njia hii, haina hasira hii, haina uovu hii. Hii ndio itakusaidia. Maandiko yanasema walipoondoka wakaenda wakihubiri, bila tu walihubiri kijiji 3, nimesikia imetajwa hapo kijiji 1 2 3, wakarudi hivi, huyu wakakuta hapa ni mchawi. Na akajifananisha na nabii. Walikuta nani? Huko walimkuta mshawi mmoja Myahudi aitwaye Bar-Yesu, ambaye alijisingizia kuwa nabii. Basi unasikia hata mchawi mwenyewe amejifanya kuwa kama nyinyi, ndio vile hataeleweka. Haleluya. Ule unaenda kukuta unafikiri atakuwa na alama hapa, ni akuambie ni nini, umpige tu. Atakuja na maneno matamu, atakuja na mambo mazuri yale unataka. Hata huyo unaenda kukuta huko, atakuja anajua kuongea, anajua kusema, lakini ni mchawi, amejifananisha, anajifanya nabii. Praise the Lord. Usipokuwa na roho huyu ambaye Mungu anataka ingia saa hii, hautamgundua, hautamjua, kwa sababu Paulo wako training ya miaka yote. Wakati ule walitumika pale Antiokia kanisani, wametembea na kanisa vizuri, ndio wanapata mawezo wa kujua wakikutana na mchawi itakuwaje. Haleluya. Sasa unaona mtu anataka kuwekewa ile neno litamsaidia hapa mbele tunaenda, lakini hataki hiyo. Unataka tushemushi, unataka tukwambie chukua, utachukua wewe, itaenda wapi? Iko hasara kubwa sana ukidanganywa. Miaka 10 ukidanganywa ni hasara kubwa, sitafanya hiyo kazi. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Amen. Hiyo hapana, Mungu asinipee hiyo. Hata nilimwambia kitambo ni kabla nikuje, asinipee hiyo. Yaani huyu mtu aambiwe hii njia si sawa. Yaani huyu mtu aambiwe wewe kamilika. Yaani huyu mtu arekebishe mara 25. Ni kweli? Mpaka huyu mtu ajue kwamba hii barabara sio hii. Kuna ile barabara unafaa kwenda nayo. Hii ndio itakusaidia. Hii ndio itakuongoza na ndio utaweza kufika. Angalia watu hao wanaenda sasa kutumika, wakawekelewa mikono, wataachwa waende zao. Nimeuliza, unafikiri tutaenda kila mahali tu? Kila mahali tutaenda na wewe? Hata kanisa hii peke yake tukimaliza kuhubiri leo, si utakanyaga barabara uende kwenu? Yes. Wewe ndio utaenda kwenu kujua sasa, kutoka hapo nyumbani utaangalia vile kunaendelea hapo. Kama kuna panya, utakutana na panya huko. Lakini nitakuwa nimekufunza jinsi ya kuambia panya hapa si kwa hapa si kwako. Panya ni roho ya wasiwasi. Si ndio? Ukiona siko nyingi ujue nyumba yako huko na wasiwasi nyingi sana. Kuna wasiwasi nyingi zaidi. Usiambie wewe isikilo na kiandawa zinakataa, si ndio? Inakula alafu inakula hata nguo. Na kesho inacheka. Niulize panya, mimi na wewe nani mkubwa hapa? Si ndio? Nataka tuelewane. Wewe panya na mimi, mwenye nyumba ni nani? Si ndio?
Umekuja ufundisho vile utamwambia panya aondoke ubaki. Sasa ukiwa panya peke yake, huyu ni kisirani. Amekuwa kisirani, anakuja anaongea hapa. Na wewe tuko pande hii. Saa ile Roho wa Mungu anashuka akushikilia akusaidie. Unawaka moto. Na mchungaji sasa ako kwa hatari. Haleluya. Amen. Ama sio hivi? Anaingia kwa hatari akisaidia. Ameingia kwa hatari akisaidia. Kwa mtu niliona alichomeka mkono askari mmoja akijaribu kuokoa kijana mmoja akichomwa na petroli. Sasa bila aliruka akajaribu kumtoa kwa tairi hii amewekwa akamchomoa hivi na yeye akachomeka mkono yote. Ikawekwa chuma ilikuwa inaenda hivi. Namuuliza shida hii ilitoka wapi? Akaniambia nilikuwa naokoa kijana akiwa anachoma na watu. Praise the Lord. Amen. Kwa pamoja. Hata sisi tunachomeka tukijaribu kuokoa. Tunachomeka. Lakini tunasema tu kazi nilipewa na Mungu. Nitaendelea kuifanya. Haleluya. Amen. Nasikia mambo unasema Mungu nisaidie. Nitaendelea kuifanya. Ninachomeka nikiokoa, si ndio? Hiyo picha yote iko duniani iko huku. Mambo yote unaona duniani yako huku. Unachomeka ukiokoa, ndio iko hivyo. Unataka huyu mtu afike, unataka huyu mtu ajijue, asaidike, lakini vile anakuangalia hivi, anataka kumvusha na juu. Hiyo ya juu anataka si ya Mungu. Hapa mtu alienda kafeki makaratasi akaajiriwa kazi ya daktari, si ndio? Ulimuona? Haya, alikuwa baka sisi alitoa anavaa nguo ya white anakuja nayo tu na vitu anasimama hapo. Na sasa to make the matter worse, alikuwa mkubwa. Sasa hata kazi nyingi hafanyi. Kazi yake ni kuona kiangalia kama kazi zinafanyika vizuri. Lakini mtu mmoja akauliza, na huyu mtu anajua kama alienda kuangalia makao sana, labda alisahau. Na mtu mmoja akamuuliza, hapa tufanye nini? Sasa hiyo anafanya operation. Hapa tufanye nini? Sasa si wewe unajua mkubwa, si lazima kila kitu anajua. Akamwangalia. Sijui kama alirudi nyuma atuambii. Sijui kama alienda pande hii. Lakini waligundua ajui. Alafu akaweka kakikao. Unajua kakikao anaanzia wanasema kipo ya nini ikifika? Ya nyani. Miti yote inateresa. Sasa ndio hii kipo ya nyani inafika. Wanaangaliana, huyu anaangalia huyu. Huyu anaangalia huyu, basi. Watu nao wakaongea tena. Mkutano ukawekwa. Hospitali yote wakaitwa madaktari. Hebu tukujeni tusaidiane hapa. Huyu mtu tulipewa hapa. Anajua kazi. Hata ifike wakati wa barua kuitishwa. Sababu kuja huko. Ifuatapo. Haleluya. Amen. Ama mjue kuna watu walitumia barua za wengine waliokufa wakaingia kazi. Hata maaskari wako walitumia barua za ankosi na wengine. Haleluya. Amen. Ikaeleweka kumbe mtu huyu ajui kitu kabisa. Na hapo sasa ni kuita askari. Mtu ameishi kukula mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona vile unataka kwenda huko na hujajua, hauna tactics zozote, njia yote ya kupigana huko. Hauna njia yote ya kuokoa, hauna. Ukifika huko hata kama utatembea nao hivi waulizana na huyu hapa na Yesu. Ama anatusumbua huyu toka. Si ndio? Amen. Waulizana na hapa na Yesu, yeye anasema. Na hajatoa mafuta. Hebu tuangalia. Haleluya. Amen. Na inasaidia kwa hii ndoa. Inasaidia kwa hii kazi. Alikuwa na uwezo, alikuwa na kila kitu ya aingia. Wanaangalia na kidogo hivi, wakinongonezeana wakute haukuwa na matiro za kuingia kwa hii kazi. Si ndio? Wanakuchomoa. Hapo. Unajaribu kutafuta kitu ya kujichikilia, usitoke unasema hapana. Wanakutoa na kuweka kando. Ameenda hivyo. Kama
ni ndoa hivyo hivyo, aliingia na haikuwa na uwezo, ilikuwa yake basi, na alikuwa amepigania vile inafaa, na alikuwa na kila kitu. Wakigundua sio hivyo, chui mpaka wakati unaenda naye. Ama wanaulizana hakuna kila kitu. Alikuwa anastahili kupata hizo pesa ama? Wakigundua hakuna kitu yote ya kulinda pesa hii, maombi hakuna, nguvu hakuna, mafunzo hakuna. Nilisema hata kidole moja inaweza fura hii. Si ndio? Hii kidole peke yake inaweza fura ikula milioni 10. Ikula ploti 8. Ama muonani? Ni zaidi wamegundua hapo ameingia vile inafaa. Hata tuguze kidole. Na kuambia unatembea naye kienda hivi. Si ndio? Mwezi moja, mwezi wa pili, si ndio? Ukiona unatembea hivi itakula pesa. Unaenda unaambia tupige picha ngapi? 3,000. Haionyeshi kitu. Twende kwa fulani apige kia kwa majini mzuri. Haionyeshi kitu. Si ndio? Ama sio hiyo? Wanahakikisha mtu huyu ameenda. Ameisha na hivyo. Lazima utoke kama umekamilika. Ambia mwenzako lazima tutoke kama tumekamilika. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Huwezi ingia huko kama haujakamilika. Lazima utoke huku ukiwa umekamilika. Mambo yote ambayo uliona hayafai, sasa saa hii toa. Mambo yote unajua hayafai, toa. Make sure unayatoa yote. Lazima uwe na upendo wa ukweli. Hallelujah. Amen. Hizi ndizo vitu zinatuzuia, hata tuliseme. Hizi ndio vitu zinatuzuia. Hata kanisa sasa hivi ungekuwa mbali sana. Hata ungekuwa mbali sana. Lakini wao wanatayarishwa kwa ajili ya kwenda, wako na shida. Nikasema hakuna vile tunachukua mtoto tunapeleka akafundishwa askari kazi ya ujeshi, akuja apigane na sisi kwa nyumba. Aiendangi hivyo. Haleluya. Tuko pamoja? Aiendangi hivyo. Watoto wetu, ndugu zetu, dada zetu wako huko wanafanya kazi ya ujeshi. Lakini wako huko kwa kichaka hatuwaonani. Sasa zile wako livu na vile nyumbani tunaenda mpaka kwa kiwanja huko kwa center. Wanatunulia soda tukicheka na wao. Ni hata uwezi tu asidio? Sababu ni ndugu yangu, sasa sisi kama ni askari, mimi najua ni ndugu yangu. Wewe ndio unajua ni askari. Haleluya. Tunatembea tunakunywa soda tukicheka tukisema habari ya huko. Unaona kama unaweza uko na mtu kama nishike nipigwe naye picha. Si ndio unaongea hivi? Ama mwanangu watu wanapigwa picha. Ni hizo wanapatiwa kwa sababu ni ndugu yako, lakini hafanyi hivi tupigane, no. Kwa sababu ni nyumbani, ni kwao, lakini kanisani unakuta watu wanapigana. Wanafanya nini? Nani alikuambia uliokoka uende utreniwe, upewe training ya vita, alafu urudi upigane na ndugu yako, urudi upigane na dada yako, urudi upigane na mama yako, nani atamadhabahu, upigane mpaka na baba yako aliyekufundisha? Wacha, hiyo si ya Mungu. Sema ishinde kwa jina la Yesu. Hiyo inatuchelewesha. Unakuta mtu mambo yale anafanya ni kinyume. Hauko uende shule ya kurudi kupigana kwenu. Tulikuwa tunaenda shule ya kukabiliana na mapepo na kung'oa vipawa vyetu vya utumishi, tutangaze kwa jina la Yesu, tukaingia. Wewe ni dada yangu, huyu ni ndugu yangu, amenipenda, amenijoin, huyu atanisaidia katika vita. Si ndio? Sasa unamtoa wapi na maneno? Unaweza chukia huyu aje sasa? Mtu ambaye Mungu ameleta, mtu ambaye Mungu ameleta vile wewe alikuleta, akakuweka karibu na wewe, ndio kusaidiane na yeye katika vita hivi. Huyo ndiye anakuwa adui. Hata ulipataje kumpata huyu mtu awe adui hata siku moja? Ulipata nguvu yapi ya kufunga ukashinda kuongea na yeye siku ikafika jioni kutoka asubuhi? Ulipata hiyo nguvu wapi? Na huyu ni dada yako, huyu ni ndugu yako ambaye unaenda naye vitani. Ninauliza, nani aliyepigwa na ndugu yake sababu ni askari? Hata akawaambia tunaonyesha vile tulikuwa training huko. Sasa wote tuanzie hapa kwa baba yangu na mama yangu, alafu tumalizia kwa ndugu yangu mdogo. Ndio wanafanya. Hakuna vitu kama hizo siwaisikia. Wanaenda wanarudi. Lakini kanisani mtu anaenda training, anaenda anafunga siku 3. Anafunga hii vita ilikuwa ya kazi hiyo kweli jamani. Anafunga siku 3 ni azuilie mwenzake, ni aseme fulani, ni aseme sui nini, aongeleze sui nini, afanye vituko maandiko. Mungu anakasirika. Anaangalia vile mtu anafanya hivyo, anakasirika na maandiko yakisema mfungo wa ukweli ni mfungo wa kufungua wafungwa. Na wewe umeenda mfungo wa kufunga watu.
gani? Nani alimfunza hii? Praise the Lord. Alafu tunakutana kwa nyumba ya Mungu. Mungu akianzia kazi. Walienda wakakutana basi na mchawi. Walipoenda huko waliona walikutana na mchawi mmoja anaitwa Bali Yesu. Na alikuwa amejifanya nabii. Alikuwa amesingizia yeye ni nabii. Kwa hivyo amejipaka vile hata eleweka. Sasa training unachukua ya kwenda kukutana na mchawi, ya kwenda kukutana na mganga, mpango wa kando, kukutana na kila kitu ndio unakujia sahi. Unakujia training uende kukutana na huko uinje, huko ndiko kuna magonjwa, ndiko watainuka, lakini sasa hautaki kuchukua hii. Hata tukifika kesho pale sasa utaita aje, utatuita na kazi ya kukuwekelea mikono iko, ya kukuwekelea alafu tukuache. Kuwekelea mikono alafu sasa umwachilie. Hii kazi Grace anafanya huko Septemba si kama itaishi kuja. Yaani inafika wakati sasa umeachiliwa. Ama sio hivi? Hata sasa ndio niko na kazi, labda niko na kazi kubwa sana. Sikwambii hiyo niko nayo. Enda fanya. Lakini nafika mahali sasa imefika mahali shika barabara uende sasa. Hata tukiwa watoto wazazi wetu wanatuambia, "Oi baba, umefika wapi?" Nimefika hapa. Nikupeleke kozi gani? Umemaliza shule? Unaona ukaendelea na shule? Baba hata anafika mahali nikuongezeka kozi. Niongezeka mpaka kozi. Fulani. Anafikiza hapa anakwambia sasa ni hivyo. Ama? Bas, enda sasa. Wale nakaa na mtoto wako kila wakati. Hapana, tunawamalizia kazi sasa akisoma afike mahali muulize unataka nikusaidie aje. Niambie tena. Mwambie mpaka hapo sasa. Ikifika hapo naambia asante. Sasa shika barabara kijana yangu. Enda tukutane sasa siku nyingine ukiwa mzima. Ukiwa mzima huko sawa. Nimekubariki na nimekusaidia. Haleluya. Kila mtu anafika mahali unaachiliwa. Jua unaachiliwa. Ndio uende sasa ufanye hiyo kazi ambayo umekuwa ukitaka. Uende ufanye hiyo biashara umekuwa ukitaka. Uende ujenge hiyo nyumba ulikuwa unataka. Ufanye utumishi ulikuwa unataka. Lazima kwa saa hii ukubali ubondeka. Haleluya. Kwa sababu mbele ni wachawi na wamejifananisha na manabii. Mbele ni wachawi, mbele ni watu wanataka kuonyesha wako sawa lakini hawako sawa. Mbele ni watu wanaongea vizuri sana, wako na ulimi mtamu sana, lakini ni waganga, ni wakora, ni wezi, ni wauaji. Lengo lake ni kukuua. Usipokuwa na roho wa Mungu, huyo mtu atakuweka chini. Praise the Lord. Amen. Sasa tunapoanzia hapa leo hii, roho wa Mungu anakuambia tulia, nyenyekea Mungu akusaidie. Tulia Mungu akupe neema. Wewe simama hivi na wewe hivi. Sasa unaanzia unaonyesha aje mbele ni wachawi wako na wanajifananisha na nabii. Wakamkuta mchawi. Na huko walimkuta mchawi mmoja Myahudi aitwaye Bali Yesu ambaye alisingizia kuwa nabii. Huyo alikuwa pamoja na Sajopol mkuu wa kile kisiwa. Walikuwa na mkuu wa kisiwa aliyekuwa anaitwa Sajopol. Huyo ni gavana, si ndio? Yes. Haleluya. Ndiye gavana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu sasa mchawi walikuwa na nani? Sajopol na gavana. Sasa wanatembea naye. Alafu Paulo amefika. Sasa ndio wanaunganika watatu, mchawi, gavana na Paulo. Haleluya. Unaenda kufika kwa baraka yako ukute nyumba wewe na mchawi ama mpango wa kando ama haleluya. Sinaona ni watatu. Yes. Mnaniangalia mbaya kwa nini bila natumia kwa wakati. Nitumie jina gani nyingine basi sababu picha ndio hii, mambo ndio haya na tunayaona mchana kila siku. Si kila siku yanashuhudiwa. Hata tukifundika tunafundika nini sasa? Tuko na watoto wetu. Hata watoto wetu wakae wakijua hivyo ndio huko kwanza wafike haraka wakijua. Nataka training yao iwe mapema. Wale wanapiga kingo hiyo inaitwa nini hii? Hiyo kitu nimepeana vuvuzela. Hao wanapiga hiyo wapiga wakijua wanapiga wafukuza mapepo ya mpango wa kando. Ama? Ni hapo tunaenda. Sababu safari ndio hiyo, maisha ndio hayo, kazi ndio hiyo, shida ndio hii. Sasa hapa Paulo amefika, amekutana na Destiny Connector, naweza muita hivyo, si ndio? Naweza muita Elpa, naweza muita nini sasa majina yale naweza sema. Umekutana na yeye ndiye huyu na umemuona. Haleluya. Umeishi kumtafuta mtu kama huyu wa maisha yako, lakini mchawi yako hapa.
ambaye ni Bari-Yesu anajiita nabii na gavana anamjua, your destiny connector anamjua, na wewe sasa umefika hapa, lazima kazi ifanyike ndio mmoja aokoe sasa, si ndio? Wakati wa Paulo umefika asaidike, lakini mambo ni haya. Watu ni wangapi? Huyu alikuwa pamoja na Sergio Paul mkuu wa kisiwa, ndio, ambaye alikuwa mtu mwelewa sana. Sergio Paulo aliwaita Barnaba na Sauli, ndio, ili asikie neno la Mungu. Ona vile Mungu ameconnect na hivi sasa. Mungu amefika mahali sasa, ndio hata kanisa inafika hapo. Unaona Mungu analeta wale watu ambao wanastahili kufanya kazi ya Mungu, lakini wakiingia wanakuta wachawi wapi? Haleluya. Amen. Ni baba sio hivi. Hivi. Analeta wale watumishi wako na kuimbia Mungu, wako na neema, lakini wakifika wanakuta wengine mioyo chafu. Kazi yao wako hapo. Lakini wakiongea utakuta ni manabii, si ndio? Wanasema sisi ni si wanaonekana wokovu. Si wanaonekana wako sawa. Lakini ndani ziko na shida. Ndio inazuia hapa sasa kukawa na shida kubwa sana. Maana sasa Sergio Paul gavana anataka kusikia injili kutoka kwa akina Paulo. Kwa hivyo anatamani asikie wakihubiri. Anasema hey, wacha nisikie. Lakini mchawi yako hapa. Haleluya. Paulo naye anataka huyu asikie injili, aone angalau kama anaweza okoka. Sasa ndio hii shida tumefika hapo sasa. Kanisa likiwa hapo liko katika hatari. Kwa sababu mtu anapofika yule ambaye Mungu ametuma aokoke, akubali Kristo aokoke, amwimbie Mungu vizuri, anakuta wachawi ndani ya kanisa. Wako walikaa huko wanajifananisha na kazi yao ni kusema sisi ni manabii, si ndio? Mama wa kanisa akichaguliwa, mzee wa kanisa akichaguliwa, anakuta wengine walifika, lakini sio Mungu anatumikia. Haleluya. Wanajifananisha, hawataki, wanasema sisi ni manabii, kumbe kazi yao sio hii. Haleluya. Ndio Mungu anasema lazima tupone. Lazima tubadilike, tuingiane na Kristo, tupone maisha yetu, kwa sababu hata unaweza kaa ukisema ni mimi. Angalia hiyo roho inafunga moyo wako wakati unaona mafanikio ya mwingine. Ujue hiyo ndio mchawi. Unasema mchawi ni nani? Hiyo roho inaonea mwingine wivu mara moja na kukata. Sasa ile umeona anafanya kitu kizuri, ule ndio mchawi hapo ndani. Sasa ile umesikia huyu ni kama anaenda kuingia kwa maisha yake, hadi yake unasikia bado unatafuta, unasikia unakwazika, hauna furaha. Ule ndio mchawi anatafuta, ule ndio mchawi anazuia, na ule ndio Mungu anasema lazima atoke. Amen. Ndio tuende safari tukiwa tumekamilika. Sasa unasikia mwingine anapata kazi, kuna huyo roho huyo wivu huyo wewe anasimama mbele zako na unamjua hata vile wewe anafanya kazi. Hata unaweza kuwa unajua masaa yake. Hata unaweza kuwa saa hii ujue ni nini inaweza kuja mbele yako saa hii na akuje. Na aingie. Unaweza uliza useme ni saa ngapi wewe anakuja, useme anakuja saa fulani. Ni saa ngapi na ni nini kitu gani unaweza ona saa hii akuje. Useme kabisa niseme saa hii nikiona hii na hii saa hii hakika huyu atakuja. Akiingia ndani yako anaanzia kuongea, anaanzia kufanya mambo yake. Unajua, unamuelewa. Kwa hivyo ukitaka kumtoa, utamtoa na njia iliyotolewa Paulo hapa mchawi alitoka. Praise the Lord. Amen. Kazi ya kanisa ni nini? Training hii yote ni ya nini? Ikiwa haitasaidia mtu akomae, ajue kutoa wivu, ajue kutoa usherati, ajue kutoa uzinzi, ajue kutoa hivi vitu yote inazuia maisha yetu, ajue kutoa umasikini, ajue kutoa. Maana Paulo anasema hapana. Usisema utaishi hivi. Hata kama ni pesa una sisi tutakuja. Iko siku ya iko siku ile mtakutana. Unajua siku ya Mungu iko. Unaweza kukaa hapo ukikunywa uji baharini peke yake hata haina chumvi ama umeweka chumvi ni sawa. Lakini iko siku ya Mungu ya Mungu. Usiseme mambo yote siku zote zinaenda hivyo the same, si ndio? Iko siku ambayo ya Mungu inakuja. Iko siku hivi ya kupanga milioni hivi. Iko siku ya kupanga hizo pesa. Sasa hivi unasema ati sina 10,000 sina nini. Iko siku ya kupanga 50,000, 100,000. Iko siku ya kushishika na mkono hivi iko. Kwa mpangilio wako. Amen. Haleluya. Ni vile haijafika lakini hii iko. Sasa hiyo siku inakuja ndio hii unaambiwa ujipange. Kwa sababu saa ile tu unazipokea hivi, uchawi ndio huyo hapo. Huyu ambaye analeta ndiye gavana.
si ndio? Ndio zinakoneka si ya huyu. Basi hapa mnaenda kuunganika na yeye, mwingine hapo. Ndio mtu anasema nilipata pesa lakini sikujua vile nilitumia. Si ndio wanasema hiyo wimbo? Nilikuwa nazo nataka kuuliza nifanye nini. Sasa hiyo vituko sasa ndio tunaacha saa hii. Haleluya. Hizo ndio vitu tutaenda kuongea saa hii. Ati nilikuwa na mtu mzuri sana lakini sijui vile aliniacha. Hiyo vitu itaishia wapi? Hapa saa hii. Hatuendi kuongea hizo story huko. Haleluya. Huko tunaingia kama tumekamilika na tumepewa uwezo wa kupigana na huyu mchawi. Umetoka hapa ukijua mchawi ya mimi nimekuambia mchawi yako mbele. Si ndio? Nimekuambia mchawi wa ndoa yako hapo mbele. Hapo mbele. Mchawi wa kazi yako hapo mbele. Mchawi wa watoto wako hapo mbele. Hapo mbele. Saa hii ambayo unatayarishwa saa hii usikie na mimi unanikasirikia. Sasa twende aje? Simunipe ngoi, sitawa ngoi ile kitu ya kubeba mtoto na mbele. Mimi shida. Ngoi hizi za kubeba mtoto na mbele zinaitwa za Kiswahili. Bebe kali. Simunipe ngoi basi nibebe baba hao mama. Ama nibebe hao wazee. Niende naye nikimwekea uji wapi? Unajua ngoi inaleta mtoto mdogo kwa mdogo. Nimetumia jina gani sasa yeye eleweke. Si ama mmeelewa wote? Nasema hiyo kitu mishipi hiyo mama wanabeba naye mtoto na wakiweka kwa tumbo. Ama wazee, si ndio? Unajua wakati wetu haukuwa na ngoi, kulikuwa na vitu tofauti. Mama alikuwa anakanda ndizi na mdomo. Mrenda ilikuwa hapa. Ama ukumbuki? Hivyo. Watu mlipewa na gani? Wakati wetu brenda ilikuwa mdomo ya mama. Kufanya ndizi iwe nyepesi ni mate yake. Tumekula mate ya mama. Lakini ukitaka tunaheshimu mama tukijua tuko na kazi. Hatutaki kuongea, tuliambiwa mama akikujia hapa wewe pitia wapi? Sasa mheshimiane. Haleluya. Amen. Tumekula mate. Huyu anaongeanga na mama akiangalia na mimi nashindwa anatoka wapi. Mama anakuambia wewe unamwambia sorry mom. Asiongezee kitu ingine kuliko italeta shida. Praise the Lord. Amen. Hao wabreka labda ndio wana uwezo wa kuongea, mimi siongei. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awatende mema. Amen. Kwa jina la Yesu. Nimekuja kukuambia hatari iko. Amen. Na mambo yote yako. Mtu anaanzia vizuri. Kama ni ndoa ni darling, love you, what, hallelujah, I love you, amor. Hiyo kusema usiniambie niseme hata 100 leo peke yake. Nilisema mwingine alimwambia nitakuambia mpaka tuzeeke tuendaga hivi nikikwambia I love you. Akafika katikati akachoka miezi ngapi? Akaenda kwa bedroom akaandika I love you. Akaenda kwa bedroom akaandika I love you. Ndio usome. Akifika anamwambia sasa unaweza soma. Unaweza? Nimechoka. Lakini alisema nitasema mpaka milele. Sasa mimi ukiniambia utasema mpaka milele najua wewe hata nijipange na Mungu. Si ndio? Nijipange na nani? Amina kuambia unakuja nikuambia jinsi utajipanga na Mungu. Alafu unateta. Hiyo wito unataka lazima ujipange na Mungu. Mbele huku ni wachawi na wanajifananisha watu anasema wako yaani unaona si mchawi ni nabii. Ni mtu wako sawa. Nimekuambia mbele si sawa. Mbele kuna kazi ambayo tunastahili kuifanya kulinda watoto wetu, kulinda maisha yetu, kulinda kazi zetu, kulinda utumishi wetu. Mbele iko hivyo na ukianzia vita huo unaendelea tu. Wakati uliokoka ulianzia vita na shetani. Haleluya. Siku ulikubali Kristo ulianzia vita, usidhani hii vita inaisha. Maana anasema anataka kila wakati kujaribu. Ni kweli? Yes. Hii vita usidanganywe na mtu itaisha. Ulianzia siku ile uliokoka. Sasa unaendanga hivyo ukimwambia ushindwe. Na ana shida sana na wale anajua wale hawajaokoka siri wake. Yes. Lazima sasa vita ipiganwe, si ndio? Yes. Basi nikianzia vita naye Mungu asikie sala za mtumishi wake nimwambie Bwana hapana. Lazima bali Yesu apotee macho. Lazima bali Yesu achanganyikiwe. Kuanzia leo kwa jina la Yesu. Awe ndani, awe nje, lazima bali Yesu afanye nini?
achanganyikiwe ndio tupite. Haleluya. Amen. Soma hapa. Lakini huyo mchawi Elima, kama alivyokuwa anaitwa kwa Kigiriki, alikuwa anaitwa Elima kwa Kigiriki, alijaribu kuwapinga ili kumzuia huyo mkuu wa kisiwa asije akaigeukia imani ya Kristo. Ona sasa kazi yake mchawi. Kazi yake anazuia kama nasisikie sauti ya Paulo. Kazi yake ni kuhakikisha amesababisha huyo mtu hajaelewana. Kazi yake ni kuhakikisha hiyo biashara mtakubaliana. Kazi yake ni kuhakikisha mambo yake yako na hayo unataka yafanyike hayatafanyika. Sasa huyu ni mchawi yako hapa, kazi yake ni kuhakikisha hamtapendana na huyo vizuri, hamtajenga maisha yenu vizuri. Kazi yake ni hiyo. Sasa ndio hii tunaenda hapa. Nimesema ni watatu. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Yes. Sijui kuna mtu hapa anasema mimi nilikuwa na hiyo shida. Wakati wote nilipokuwa na maisha yangu nikifanya, wakati ule nilikuwa katika shika zaidi ya Mungu vizuri. Tulikuwa tunaagana na mtu, aidha kuna msaada wote naenda kupata, aidha kuna pesa, hata unaweza ambia mtu naweza taka 200 kwako. Haleluya. Na saa zile mnaenda kuonana, jambo inatokea hata kwake. Unaona watu kama hao? Yes. Saa zile ndugu yako amekuambia nitaka nikutumie 100 uanzie kabiashara, mama yako anagonjeka. Haleluya. Amen. Sinaenda hivyo? Yes. Saa ile umeagana kabisa na banki, hata kuna ule kijana nilikuwa naombea hapa. Statement zote ziko sawa, kila kitu kiko sawa, hata banki inamwambia, lakini saa ile anaenda kuchukua pesa wanamwambia walibadilika, akimsema ungoje. Angalia saa ile unaenda kuingia ndio mambo huwa yanatokea. Angalia saa ile unaenda kupokea fedha kwa ajili ya kuanza kazi ndio kuna kitu inatokea. Ukiona maisha yako hivyo, jua unaandamana na mchawi. Unaandamana na nani? Na mchawi. Na kazi yake ndio. Na kila unahitaji wewe ni mafunzo. Hakuna kitu kingine kitakuvusha hapo. Ni mafunzo yatakayokusaidia ukifika hapo, maana unaenda kupokea, ndio huwa anasimama hapa uweze kupita hapa sasa, kwa sababu utaona. Praise the Lord. Amen. Kuna watu wanaitwa kazi, saa ile anaenda kuingia kazi, mchawi yako hapa anahakikisha ameharibu. Kuna watu usanya pesa kabisa na anakata jasho, anaweka 500, 1500, 1500, 1000, anasema nataka itoshe 50,000 niende ninunue kitu fulani amekitamani na amekitaka, sikijaa 50. Haleluya. Shambo inatokea. Sio? Yes. Kinyume na ile mipango alikuwa sio unaandamana na nani? Na mchawi. Sasa maisha ni hayo. Maisha ni hayo. Mtu anaishi kusema nitasaidia. Nitasaidia mama yangu. Wacha nijengee mama yangu. Hata usaje pesa ifike na kuambia ile kitu itatokea, si ya kujenga. Si ya nini? Si ya kujenga. Ile kitu itakuja ni ya kukula hii pesa iishe kabla haijafanya kitu chochote. Unaandamana na mchawi. Ni nini inaweza kukuvusha? Ni nini inaweza kusaidia? Angalia training ya Paulo basi. Waangalie mstari wa kwanza. Andiko anasema walikuwa wanahubiri kanisani ya Antiokia, akiwa wanaendelea kufunga na kuomba, wanaendelea kunyenyekea, hawasumbui watumishi huko, wanaendelea vizuri na neema ni nyingi. Wakiwa wanaendelea, Roho wa Mungu akashuka akasema nitaulie huyu na huyu. Wamekamilika vile inafaa. Alafu wamefika wakati wa kutumwa, wakaachiwa waende zao. Ndio wanakutana na mchawi huko mbele, lakini pamoja na kukutana na mchawi utapita. Amen. Maana sasa we are trained, tuko na kila kitu, si ndio? Tunajua kurusha mateke na ngumi. Tunajua kila kitu, tukifika hapo tutawapika, wakubali wasikubali. Tunajua kufunga. Sasa mbona mtu anaenda kufungia mtu ndani ya chachi? Mbona mtu anaenda kuharibu mwingine na dada yake, ndugu yake, badala ajue kwamba training hii ilikuwa ya kutusaidia kuingia hapa. Ambapo sasa hapo ndio kazi iko, sababu tunafaa kuingia. Ndio hawa maandiko yanasema walipokuwa wanaenda, ndio huyu mchawi hapo hapo kazi yake ni kuzuia mkuu asiongee na Paulo ili asije akabadilika akaokoka. Hiyo ndiyo kazi. Na Paulo anataka aokoke. Ilifanyikaje? Basi Saulo ambaye aliitwa pia Paulo, akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Sasa akiwa amejaa Roho Mtakatifu,
alimkondolea macho huyo mchawi. Akamkondolea macho huyo mchawi. Akasema, udanganyifu wa kupindukia wewe. Na mulaghai wewe. Ndio. Wewe ni mtoto wa Ibilisi. Wewe ni mtoto wa Ibilisi. Wewe ni adui wa chochote kile kilicho cha ukweli. Ndio huyo sasa Paulo anaongea na ujasiri akikemea mchawi. Ukomi hata mara moja. Ukomi hata mara moja kujaribu kusipotosha njia za Bwana. Unajaribu kupotosha njia za Mungu zilizonyooka. Hao watu na wakemea kwa jina la Yesu. Hata kanisa iko na watu wamezunguka kanisa huku, kazi yao ni kupotosha mawazo ya watu. Leo na wakemea kwa jina la Yesu. Nitawapima, watajua, watachanganyikiwa kuanzia leo. Hawataki waingie wabarikiwe. Hawataki wako huko. Kazi zao ni hizo. Nimesema aidha wako ndani na wako nje, sasa vita itaanzia. Ili mpaka tukombolewe tupone. Praise the Lord. Unaweza sema rafiki yako ni huyu, lakini Yesu alisema adui yako ni nani? Ni rafiki yako. Kumbe rafiki yako ndio adui, ndio huyo. Huyo alijifananisha na nabii, ako katika manabii, anatembea na Paulo. Anakaa karibu na Paulo, ndio nabii. Hakuna mtu anakuja hapa akitaka kuniataki aniambie mimi ni mwizi, ama niambie mimi ni mkora, ananiambia mimi ni mchungaji wa kanisa fulani na ubiri na injili, na huyo ndiye anataka kukuataki huyo. Akija akitaka kukuataki atakwambia Bwana Yesu asifiwe. Ndio kukubaliane, amen. Mimi natumika hivi, ni mwimbaji, huwa natumikia Mungu katika madhabahu fulani, anataka kukuataki. Anakuja na hiyo njia akuangamize, akuibie sauti zako, akuibie neema yako, na kile anakuletea ni kamoshene tu. Praise the Lord. Nini? Ni moshene anakuletea. Anakuja tu akuletee maneno hapo, uongee mara mbili, mara tatu, uharibu neema yako. Ukisimama kwa madhabahu sana ikatae. Unajaribu unasema saa ngapi? Na ulikubali ukaletewa mapepo kwa mlango. Bwana haukujua huyu sasa ni muongo, amekuja kuharibu neema yangu. Haya mambo ananiambia hayafai hata kuyasikiza, anafaa kukemewa. Wewe shetani muongo, unapotosha vitu vyote, mambo mema ya watu wema. Toka hapa shetani. Paulo anajibu na ujasiri kwa sababu ya training ya kule mstari wa kwanza ambaye alitoka naye. Wakati ule Mungu anataka tusimame, tujue kile tutatusaidia kupita hapa kwa mchawi. Mbona tunakataa? Mbona tunanung'unika? Tutapita na njia hivi sasa. Na kwa sababu komanda anasema njia ndio hii, tutaenda na hivi ndio tuweze kupita. Haikuwa rahisi, vitu zingine tunapokea na tunahitaji hatukuwa karibu nazo, lakini kwa sababu ya huruma ya Mungu ametupatia nafasi ya kurudi tena kumwambia Jehova, tunataka hii na hii na hii. Ni huruma tumepatiwa. Kwa hivyo huyu Mungu tuko tayari, akiongea tunainama. Si ndio? Yes. Wataona majira labda hivi, lakini kwa kiroho katika dunia hii hawataokota hata shilingi moja ingia kwa mfuko. Amen. Wataishi na shida yenye itawaisha, na watoto wao watapokea hiyo roho. Wataishi na maskini utawaisha. Kazi yao ni kuzunguka kazi ya Mungu, kuzunguka kanisa, na matendo yao na maneno yao ni kuzuia. Nimesema wawe ndani wawe nje. Kama kuna mtu anapigana na mwingine, mshale upya. Haleluya. Amen. Unajua vile nasema? Yes. Unaelewa vile nasema? Yes. Nimesema Yesu alisema adui yako ni nani? Ni rafiki yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amekupatia nafasi mwezi wa kwanza ubadilike, mwezi wa pili ubadilike, mwezi wa tatu ubadilike. Sasa hivi 26 inaenda kuisha. 25 tulimaliza. Labda ulikuwa tu hivyo. Sasa tumaliza 26 naye. Bado wewe ndio umenikasa nisiondoke katika hali hii. Si ndio? Nafaa nikuombee ubarikiwe. Uniue. Mungu anakupatia nafasi kabisa ya kubadilika. Ujue nafasi yote nilikuwa nimepewa ni ya kubadilika. Nijue hii njia yote si sawa. Nijue hii kanisa la Antiokia watu wanafunga wakiomba, ni kufunga ndio wapate ni hekima, ni nguvu za kuwasaidia kupita kule wakiwa pamoja. Kwa hivyo hiyo ndio kitu nafaa kutafuta. Hakuna siku nimesimama hapa nikahubiri injili ya mtu yeyote kufunga baraka za mwingine ndani ya kanisa. Nimewahi fanya hivyo? Hakuna siku roho amewahi simama hapa akatufundisha jinsi ya kuchukia mwenzako. Imewahi sema hivyo? Hapana. Lakini hizo vitu ndizo zinatembea. Hiyo ndio shida inatembea ndani ya kanisa. Hakuna siku amewahi sema mtu mwingine akifanya vizuri muonee wivu. Hakuna kitu kama hicho. Hata hakuna. Lakini mbona inaweza kaa ndani ya mtu zaidi ya miezi 3, 4, 5, 6? Inamaanisha hisi ya kubadilika imejipanga na mwenyewe amekubaliana na hiyo roho wafanye kazi
pamoja. Kwa hivyo huyu ni wa kutoa na roho wa Mungu. Roho wa Mungu nikisimama hapa nipigane na hilo na iondoke kwa jina la Yesu. Ndio hii sasa tunasoma maandiko. Itatuambia bila kulienda. Sasa mkono wa Mungu utakuadhibu. Paulo akamwambia kuanzia leo mkono wa Mungu utakuadhibu. Ngoja uone kuna watu wataadhibiwa. Kuna watu wataadhibiwa kutoka leo. Malaika ambaye anatumwa siku tunaenda hatua kwa hatua. Yes. Na siku nimewaambia muangalia muone roho wa saa hii aregezi. Yes. Ukisema anaregeza sana anakuja anakata zaidi. Anakuja na uzito tena. Haleluya. Ni kwa sababu mambo yale yanaenda kufanyika yamepatiwa muda wake umeisha. Ni muda umeisha. Ni wakati umeisha. Nakumbuka nikisema injili inaambiwa itabadilika. Mungu anasema anakuja kubadilisha hata injili. Mambo itabadilika. Hapana, jitayarisheni tuingie. Ndio hii siku inafika saa hii kuambiwa kuna watu kazi yao wameishi kuwaona wakipigana na kazi ya Mungu, mkasema hata labda Mungu hata yuko upande wetu. Hata labda wakati wao umefika. Ngoja uone mwezi wa 8 na mwezi mwaka huu. Mungu anakuja kujidhihirisha kwa uwezo mkubwa. Amewahi fungua mdomo akasema kinyume na madhabahu haya. Hiyo sauti inaanzia kazi leo kulipishwa. Ikalipishwa vizazi vyote vinne. Kwa jina la Yesu Kristo. Hii hana itaenda vizazi vyote vinne. Kwa jina la Yesu. Huyu akiondoka anaachia mwenzake. Huyu akiondoka aazie mtoto wake mpaka iende vizazi vinne. Kwa sababu ya hii amepatiwa nafasi. Hata wengine wanasikia Mungu akisema na kipaza sauti, lakini kazi yao ni huko nje. Kazi yao ni kusimama hapo akimwambia hiyo kanisa si nini, huyo mchungaji si nini, na hakuna mahali umewahi simama hata kutana na mtu hivi muongeleshane. Sema uovu. Ndio hii kanisa ilikuwa na mchawi ya Paulo, si hii ya kwanza. Na hata wewe usidhani utaenda bila mchawi. Mchawi yakombe ule anasumbua nyumba yako, mama ni mchawi, si ndio? Ule anasumbua watoto wako, mama ni mchawi, si ndio? Ule anasumbua kazi yako, mama si ni mchawi. Huyo ndio huyo. Sasa kazi ndio hii. Na nimekuambia hata hapo unaenda kufika saa hii. Ule hapo utakuta ni baraka yako, mchawi na wewe. Si ndio? Ndio uonyesha nimekuja kama nimefunzwa vizuri. Nimekuja kama nimepangwa. Sasa waza saa hii ijulikane kwamba ni mimi natumikia Mungu. Sasa niko na Mungu. Haleluya. Wacha ijulikane niko na Mungu saa hii. Sikai nikiogopa. Utaishi kuogopa? Utaishi kutembea na huku na fence ukijificha hivi milele? Hapana. Wewe sikaa hivyo. Soma neno. Shika Biblia yako, utangaze kwa jina la Yesu. Haya maisha walisema hata pona, nataka kuanzia kuona leo. Tarehe ya leo iandika kwa kitabu na uandike mwezi na uandike mwaka. Useme kuanzia leo nataka kuona hivyo vitu walisema havitakuja. Nataka kuona huyo walisema hata patikana. Nataka kujua kama kuna watu wanaungwa mpaka sasa hivi nguli tunatumiwa na bahasha. Saa hii nataka kujua kama watu hawako, kama kila kitu natafuta hakiko. Uliza Mungu hivyo, ingia hapa. Chukua training ya Mungu ile inafaa. Wacha wivu, wacha isu mauongo, wacha hivi vitu. Hii yote toa. Ukubali Kristo, roho yako ibondeke, inyenyekee mbele za Mungu. Akija hivi uko tayari. Sema nilikosea Mungu siku moja nikasikia siri nini, naenda naanguka mbele ya kanisa nalia nasikia asikii, naenda kutafuta hata kabusi. Hasina hivi vitu yote na ubiri siri natoa wapi? Nauliza ni Mungu hata alitaka hiyo mambo nifanye hivyo ndio nikuja niseme siku gani? Siku ya leo. Vitu vingine ni Mungu anasema, anasababisha. Ndio nionekane nitachukua hatua gani. Na nikawaambia wakati Samueli alitumwa na Mungu kwa Heli, akamwambia ripoti Heli. Heli alimwambia Mungu afanye vile anataka asinisumbue. Si ndio? Yes. Alimwambia afanye vile anataka yeye ni Mungu. Akarusha mkono. Mungu akamwambia sawa, umerusha mkono twende. Unajua ile aibu ilipata nani? Heli. Na vile alienda mpaka waleo iko kwa Biblia. Vile alifanya. Ni nini sasa hivi unaweza ongea umwambie Mungu sema sasa acha nitoke sasa naona mama. Haleluya. Naona tunaenda. Nashukuru Mungu sababu shari iko juu. Yes. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Au si wakati wa kuangalia pesa za huyu dada ama pesa za huyu ndugu ndio sasa tuseme hivi tunasema hii iko na hakuna, si mambo na pesa. Haleluya. Si mambo na hizo vitu, ni ukubali Kristo aingie ndani yako. Vile Mungu anasema, kama sio hivyo na pesa zako ukae nazo. Ndio ukakuta huyo Mungu ambaye anataka pesa huko. Lakini hapa tunaomba Mungu aupe
ukweli. Kwa ile kitu Mungu anaongea, hii mambo anahubiri hapa leo iko hivyo. Tutatafuta Mungu atusaidie. Tuwe na pesa, tuwe hatuna pesa, tutanyenyekea. Kanisa iliyokubali kwa watu wasionyenyekea kwa na pesa wakae hapo ndio waongeange waliongoza ikaanguka. Maana hawakuongoza na roho. Akija asimame hapo anataka aongee na vitu tatu hapo amalize na aende. Hawadharau hapo. Udharauliwa na nguo zako. Kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hivyo nikiwa mtumishi, hata mtu atadharauliwa mpaka na nguo zake. Amen. Wewe ujawahi kutana mtu atadharauliwa na nguo. Unavaa hata nguo mpya inakataa mwili. Unajaribu kulinganisha mwingine amevaa nguo unakuta wacha nikarumia kama ile yake. Ukivaa inateremka na wewe. Inateremka? Unajaribu kujigeuza kioo hivi unasema hii kioo takuja. Si kioo iko na shida. Sio kioo iko na shida. Kioo iko na shida. Usivuje kioo. Shida iko hapa unadharauliwa na nini? Na nguo. Hawa ni wale watu wanajua tumadharau. Niko na kitu. Hata Mungu alisema hapa Sunday. Akasema na wahurumia hawa wanajiita matajiri. Si ndio? Na wahurumia hawa wanajiona wako na pesa. Na wahurumia sana. Afadhali wangeomba ni waonyeshe dhahabu, si ndio? Yes. Alikuwa anaongea hapa tu. Lakini tunaenda safari. Nashukuru Mungu sababu sijatuma tamaa inaishanga kwanza. Hii ni training tumekuja kujua. Siwezi sema ni kanisa hivyo. Hapana. Uamue useme niko pande moja nataka kupona. Hata mimi nilifuata hiyo njia. Bwana nitakufuza ile siku tu kufuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima mapepo ya kina ubarikiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Tutaogopa mapepo tukiwa na huyu Yesu. Hatutaogopa wachawi tukiwa na huyu Yesu. Ni lazima tukubali tu kubali Mungu aingie ndani yako akufundishe. Hata kama inaitwa na uchungu, kubali uchungu ingie ujue. Amen. Ni kweli? Yes. Hakuna kitu ya rahisi inaingia hivi. Dhahabu inatoka wapi? Si ni kwa moto. Yes. Unataka kuwa dhahabu? Unataka kuwa kitu kizuri? Si basi kuna moto. Yes. Vitu vizuri vinatoka katika hali tofauti kama hizo, ziko na uzito, kuna ugumu. Angalia mahali kama hapo tunachomoa hii nyumba ya umaendota hapa. Namwambia wewe tuendelee. Mungu anakuja. Nasikia ushuhuda mpaka nikasia mawe Mungu kama ndio maana Mungu alinitoa mbele yani nilikuja. Si ndio hivyo? Yes, nipate mwingine kama ule anakaliwa. Tuanzie vita na nimwambie twende hivi. Twende hapa. Tutapita kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Tuko pamoja. Yes. Na nilisema kama umekuja kunipima usikae sana kunipima. Nipime miezi 1, 2, 3 malizana na mimi. Na mimi sababu sitakataa unipime. Si ndio? Yes. Nipime siku 1, 2, 3 mwezi wiki 3 uingie wazia kurukia Yesu ukisema ni hapa. Ni hapa nilikuwa ni hapa na nisema barikiwa kwa jina la Yesu. Tutoke hapo. Haleluya. Ukikaa miaka 2 kunipima utachelewa. Soma Biblia. Haleluya. Sasa mkono wa Bwana utakuadhibu. Akamwambia sasa kuanzia leo mkono wa Bwana utakuadhibu. Utakuwa kipofu na utakuwa kipofu. Hao watu wote wamezunguka kazi ya Mungu kuipinga wao vipofu kuanzia leo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Hizo kazi zao zitakuwa vipofu. Amen. Hizo nyumba zao zitakuwa vipofu. Amen. Hizo ndoa zao zitakuwa vipofu. Amen. Hao watoto wao watakuwa vipofu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo ndivyo Paulo aliongea akiwa amejazwa Roho. Hao watu wanafuatana na sisi hata nimesema wako ndani wako nje. Sasa roho ya upofu imeshuka. Amen. Haleluya. Kwa sababu nimesema rafiki yako ni adui. Rafiki yako ni adui yako. Chunga sana. Mtu anaweza cheka ukuonyesha ni kama anapenda wewe lakini kumbe ndani haipendi wewe. Si ndio? Mtu anaweza onyesha upendo mwingi sana akakaribia hapa karibu akuvute karibu uende hii dunia imeisha leo ni leo. Lakini sio hivi. Huyu ni ule aliagi Yesu. Si ndio? Alimwagi Yesu ndio maadui wao. Wamjua Yesu ndio huyu anaaliwa ya tunaua. Haleluya. Na sasa mnatembea na yeye. Na si apopuke kuanzia leo apokee macho. Kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hata kama ni rafiki yako na umjui kuanzia leo apotee macho. Ikiwa ni mtu anazuia ndoa yako, anazuia watoto wako, anazuia kazi yako na mnatembea na yeye kuanzia leo
malaika aliyekuwa na Paulo na akuje hapa siku ya leo na atuishe neno hili la Biblia, ambalo neno la Mungu haliwezi toka bure, liko na kazi na liko na malengo. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye uwezo. Hata neno la Jumapili lilikuwa na malengo na yanaonekana. Mungu alisema mtajua baada ya siku 7 nini Mungu anataka kufanya. Yameanzia kuonyesha kwa anga. Hivi ndivyo hili neno liko na kazi. Kuanzia siku ya leo, yeyote ameishi kufuata madhabahu ya Mungu kinyume, kuanzia leo ni kipofu. Yeyote ameishi kutafuta akumalize, aharibu utumishi wako, aharibu biashara yako, kuanzia leo ni kipofu kwa jina la Yesu. Yeyote ameishi kufuata afya yako, ati akumalize uishi na magonjwa, kuanzia leo ni kipofu. Tutapita akiwa kipofu sasa kwa jina la Yesu. Haleluya. Tutapita mambo yakiwa hivyo. Ishara itaenda sasa, na hii ilizuiliwi. Hii imedhibitishwa na nini? Hii hakuna nabii anaweza tolewa tena kupinga hii. Ingepinga hizo maneno zote Mungu amekuwa akisema asimuona zinafanya kazi. Hakuna hata moja inaanguka bure. Inakuja ni dalili, kunaambiwa ndio hiyo sasa. Umeiona? Umeiona? Twendeni basi. Twendeni safari. Naweza sema mnaenda safari moja, lakini hawa ndio wanawazuia. Hawa ni wale kimbelembele wa shida. Hata tuende safari, Mungu atusaidie. Mungu anatujua zaidi ya tunajijua, si ndio? Yes. Akitupenda tuko tayari. Amen. Haleluya. Na tuko hapa. Yes. Ndio huyu. Akasema kuanzia leo, aburudia hapo, wewe ni adui wa kitu chema chochote chema. Wewe ni adui wa kila kitu kilicho kizuri. Ni mstari wa ngapi? Mstari wa 10 unasema, akasema mdanganyifu wewe, wakupindua na mlaghai wewe. Wewe ni mtoto wa Ibilisi. Wewe ni mtoto wa Ibilisi. Wewe ni adui wa chochote kile kilicho kweli. Wewe ni adui wa chochote kilicho chema, kilicho cha ukweli. Ukomi hata mara moja kujaribu kusipotosha njia za Bwana. Hao watu wameishi kupotosha akili za watu, wa kuwaeleza kinyume akili za watu. Hawa ni wale wameishi kupotosha waraka zako zikiingia. Na sababu unaweza sikia, kuna mtu anaweza sikia asikie huyu akuja ambie huyu nataka kuona huyu kuna pesa nataka kumpatia hata 1,100, si ndio? Lakini ukute sasa mwenye ako katikati ama mwenye ako anataka kuzuia. Unataka mmoja atakulipa. Ukiuliza hivyo utapeana tena? Sio ni mchana? Yes. Jamani, tumeishi tumeongea na huyu ndugu ataniletea 1,100, ataletea huyu 1,100 anzia kwa biashara. Si ndio? Saa ile tu anapanga na ameshika na hata atumia, anasema naweza tumia mwaka ujao ama mwezi wa 6 huko, hata nimpatie afanye naye. Mwingine anakuja hata anakuuliza, "Wewe unataka kumpatia hata kuna mama mwingine unaona hakuna mama leo wakivurutana." Na mama mwingine unaona wakivurutana. Kumbe ni adui wa chochote kilicho chema. Huyu ni adui wa maisha yako milele. Halafu mnatembea naye mnacheka. Unajua hao ni wale mnatembea nao? Yes. Hao ni wale mnakaa nao mnacheka. Akisikia tu kuna laini inaenda kufunguka ya fedha kuanzia biashara pale. Nakwambia si ati aelekeshe, bila nitasikia hata mtu ananiambia nataka kusupport fulani na 1,100 ni sawa. Hata anasema wengine anasema ni sawa, hata nitasimamia na maombi. Si ndio? Nasema hata Mungu tu anisaidie hata nisimamia na maombi, sababu sitaki, nataka ule atoke kwa jangwa. Kama iko hivyo wacha tusaidiane tu. Unaomba unamwambia Mungu na usikubali shetani aingilie katikati. Nimekuomba Mungu mwenye nguvu unisikie tu. Unaingilia katikati ukitaka. Sio hivyo, huyo anakuja adui wa chochote kile sema anakuja kuchochea. Hakikisha ameharibu. Hata ukosea hivi mwambie huyu ni rafiki yangu. Wewe. Hiyo roho itapinga. Unajua vita vinakuanga wapi? Wewe unaweza ona mtu, congratulations. Ametoka wapi? Ni Mkenya. Si Mkenya, unaona ni mweusi wewe. Unaona huyu mtu kabisa sura ya Masai. Na unauliza ni Mkenya. Unaangalia mtu unaona hizi sura ni Kikuyu. Unauliza ni Mkenya. Ni Mkenya na unataka kufunga. Si ni kufunga unataka kufunga. Unafikiri nikuuliza unauliza kama Mkenya, kama ni Mkenya.
Haleluya. Amen. Ni kufunga, anataka kufunga. Huo kitambo uongea umwambie kwao ni yeye si ni mjanja si wapi. Amemalizana na wewe. Kitambo useme kwao, wewe sema. Na nikasema siku nyingine wakati huko kuna mambo mengine hata si ya kusema. Kuna mambo mengine hata si ya kusema. Kuna vitu vingine si ya kuonyeshana kabla haijafika wakati wake. Unajua hivi? Yes. Yes. Niwafundishe hiyo tu. Ukiona tunazaa watoto tunakaa nao kwa saa zingine hatutaki kutoka nawaambia kaeni nao watoto kwa nyumba zenu mpaka siku 30 zijae muleta kwa madhabahu kwa. Asiende kutemewa mata ile kuna ni tumbako. Tumbako. Baba akifika miaka 20 anaona mbili. Masomo hayezi ingia. Mata ilifika kwake kwanza ilikuwa imejaa tumba. Nakuwa mlevi. Haleluya. Sasa ukisikia anazoambia si ulinde hao watoto kakizaliwa ukakae nako kidogo ficha kidogo. Ficha ishika siku kama kidogo hivi kimbia naye kwa madhabahu. Hata mchungaji ashike kwanza. Ama akiwa wa pili kama baba yake ashipea baba yake ashike atapenda. Si ndio? Huko wakakae na watu hapo. Lakini usiite majirani, kujeni muone, kujeni. Wengine mpaka wanaka kwa mitandao. Mtoto wa wiki moja. Haleluya. Amen. Nakwambia siuache hii, siungojee tu kidogo. Siungojee kidogo ufike kwa madhabahu peane huyu apokelewe na kasacrifice useme, nimekunena utaenda mbali na utabarikiwa." Matamshi ya mama, si ndio? Yes. Simeenda kwa madhabahu. Yes. Utumishi arundie na ubarikiwe na hiyo hivyo kwa jina la Yesu. Yes. Hakuna kitu kitakuweza mbele. Yes. Enda uangalie huyu mtoto sasa. Enda uangalie. Tofauti itakuwa kubwa sana. Misingi aliyejengewa ni tofauti na tubako. Na kwa sababu mtu ni mudafiki na anakuja akiwa wa kwanza, ule alichukua mtoto akiwa wa kwanza ni ule alikuwa anasema na kakufe. Aliposikia mama yako amekupata tu, si ndio? Aliposikia fulani hapo na mtoto akasikia wivu mara moja na akasema na huyo ni mtoto wa 4. Akakufa. Ama ndio? Ama wivu kasikia mwingi amepata mtoto wa 4. Amepata mtoto wa 5. Unajua mbele ilikuwa na maneno. Si ndio? Alafu sasa kwa sababu hiyo kitu haionekani akisema na iko ndani, anakuja akiwa wa kwanza kutembea asubuhi na maziwa kwa nyumba. Ama maziwa si ni dhabihu. Anakuambia nimepata hii nikasema nilete upe mtoto. Yule alikuwa anasema haku. Alafu na unakimbia kwa kitanda hata mtoto hajaamuka. Unakuja na yeye unamwambia shika baraka ndio hiyo. Alafu unaenda kicha ni kupika maziwa ile umeletewa na cha. Anabaki akimaliza kazi. Anabaki akimalizia kazi yake na dhabihu siko huko linatayarishwa. Sasa ile tu chai imeiva hivi atakam hiyo akunywa ndio sababu akikunywa amevuja na ameharibu dhabihu. Anakuambia niko na haraka. Si ndio? Hata ndio nilikuwa nangoja chai hizi tangojea sasa iko na moto sana sitangojea. Wacha niondoe. Anakuacha na chai yako, dhabihu imekamilika. Wengine nani atakwambia ndio story yako ienda hivyo? Nani atakwambia? Hakuna. Halafu ukija kwa nabii hapa akwambia pia tunafanya tupite hapa na wewe na mimi sasa niko na shida pande nyingine. Sasa ni ubiri la uoga. Haleluya. Amen. Tunaelewana? Yes. Ni tufike hapa tuue huyu mtu saa hii leo tutangaze kwa jina la Yesu macho yake ipotee. Na kwa jina la Yesu Kristo kwa sababu ameishi kukutafuta na alikuanzia hata kama hako hai hadi leo. Mbegu hiyo mahali hiko kuanzia leo ipotee kwa jina la Yesu. Ndio ianzie kukuachilia. Na wewe ukubali ifanye nini? Ikuachilie. Usipokubali utake kuipaka mafuta hapo itakaa na itakuzuia. Hatutaenda safari na kuna wale watafika. Praise the Lord. Kwa hivyo ni kubadilika. Nimesema hata sisi tulikuwa watu mbaya zaidi. Hata tulikuwa na maroho mengine mbaya sana hata labda tungeona mtu biashara inaendelea hapa tuwasikia vibaya, si ndio? Lakini unafika mahali unasema na hiyo naenda nayo wapi? Na hii kitu naenda nayo wapi? Sina kuambia wazi ndio usaidike. Ndio hii hapa. Huyu mtu huyu anaitwa Bali Yesu leo. Na kwa sababu kuna Bali Yesu kwa maisha yako, nataka kuhakikisha kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia leo atatembea kipofu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Utakaposimama hapa saa hii dakika chache hizi
nataka tukufanye kipofu. Na ndio uweze kupita kwa jina la Yesu. Tutangaze kwa jina la Yesu ndani ya haya madhabahu. Bali Yesu wa kanisa hili kuanzia leo awe kipofu. Mfuko wake uwe kipofu. Watoto wake wawe kipofu. Nyumba yake yote iwe kipofu. Maisha yake yawe kipofu. Ndio uweze kupita, kwa sababu lazima uchukue huyu kama na akusaidie. Lazima huyu ndiye destiny connector, huyu ndiye ataunganisha wewe, huyu ndiye amebeba baraka, huyu anazuiliwa. Haleluya. Lakini hapa saa hii nataka kwa uwezo wa Mungu na imani ambayo tuko nayo leo kwa neno hili, lazima bali Yesu apofuke macho. Amen. Aha, soma. Sasa mkono wa Bwana utakuadhibu. Mkono wa Bwana utakuadhibu. Utakuwa kipofu na utaweza kuona mwanga wa jua. Utakuwa kipofu na Paulo akamwambia utakuwa kipofu na utaweza kuona mwanga wa jua kwa kitambo. Kwa kitambo. Maana kila kitu kikawa kama ukungu na giza kwake. Asante Yesu. Ambia Mungu asante. Asante. Biblia inasema mara hiyo hiyo akaona giza. Akaanza kwenda huku na huku. Akaanzia kwenda huku na huku akitafuta mtu wa kumshika mkono. Basi amekuwa kipofu ama hajakuwa? Lazima awe kipofu leo. Bali Yesu wa maisha yako awe kipofu. Bali Yesu wa ndoa yako awe kipofu. Bali Yesu wa kazi ya Mungu awe kipofu. Bali Yesu wa imani hii awe kipofu. Kwa jina la Yesu Kristo. Hao wanazuia kanisa la Mungu awe vipofu. Hao wamesimama kando ya kanisa wawe vipofu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kazi yao ni kupigana na kazi ya Mungu. Ndio hao Biblia inasema ni bali Yesu alikuwa mchawi. Alikuwa mchawi aliyetembelea kanisa la Paulo, lakini Mungu akasimama na akafanya bila Paulo alivyosema. Hivyo nasema kwa jina la Yesu, ule malaika hako leo atakausha maisha yao, atakausha uzao wao, atakausha chochote kinaelekea mifuko yao. In the name of Jesus Christ, lazima jina la Yesu lihubiriwe. Lazima mipango ya kando ikufe. Lazima roho ya usharati ikufe ndani kwa jina la Yesu Kristo. Lazima kila chochote kiovu kilichosimamishwa mzuri kianguke. Lazima manabii wa uongo waangamie kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Lazima wachawi wakufe. Lazima wachawi wapotee macho kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mara hiyo Paulo alipomaliza kusema, macho yake yakaona ukungu na akashika. Imefanyika nini? Akaanzia kutapatapa huku na huku akitafuta nani atakaye kushika mkono. Yule mkuu wa kisiwa alipoona hayo, aliongoka akawa mwaminifu. Na ule mkuu wa kisiwa yule alikuwa anazuiliwa na mchawi, alipoona vile imefanyika, mara moja akageukia Yesu. Haleluya. Lazima sasa nyumba yako ipone kwa jina la Yesu. Na kwa sababu wameishi kukuona ni kama hauna uwezo, hauna nguvu, leo utatoka hapa na nguvu. Utakapokanyanga huko unaenda, lazima watakubali kwa jina la Yesu. Wao utakuta wamepofuka macho yao. Haleluya. Na mume wako arudi na ndoa yako ipone na kazi yako irudi kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yako yapone. Utumishi wako urudishwe tena. Hao wachawi waliosimama kuzuia haki yako wakakuletea maneno ndio watakue anga yako. Kuanzia leo watakuona. Kuanzia leo wapotee macho. Sema wapotee macho kwa jina la Yesu. Sema wapofuke macho kwa jina la Yesu. Biblia inasema akaanzia kutapatapa akishikwa mkono. Yule mkuu wa kisiwa alipoona hayo, aliongoka akawa muamini. Akawa muamini. Akastajabia sana mafundisho aliyosikia juu ya Bwana. Akastaajabu sana mafundisho. Haleluya. Unajua wanaenda kushangaa. Yes. Ule mtu alikuacha akashangaa. Yes. Ashangae ni mimi, kwa nini nilikuwa nimefanya hivi? Yes. Kwa nini nilikuwa natumika hivi? Yes. Kwa nini nilikuwa nafanya vitu kama hizi? Yes. Si ndio? Yes. Akashangaa ni nini nilikuwa nasikiza. Hawasimama saa hii. Simama kumwambia Mungu.